Julai tarehe 29 tutakuwa na mwezi mpevu, na huu mwezi mpevu utakuwa katika nyota ya Aquarius au nyota ya ndoo. Sasa tutaangalia tutaathirika vipi kinyota, kitu gani tutarajie. Wakati wa mwezi mpevu si wakati wa kubadilisha maisha yako kwa siku moja, hapana. Lakini mwezi mpevu haswa ukiwa katika Aquarius au nyota ya ndoo, unakuja kukuonyesha jinsi ambavyo wewe mwenyewe tayari umebadilika ndani yako. Kwa hivyo hii pia inakupelekea katika ukuaji wako wa kiroho. Watu wengi hufikiria kukua kiroho ni kuwa na furaha au kuwa na msisimko, lakini mara nyingi hivi vitu havitokei katika ukuaji wa kiroho. Kukua kiroho ni kuanza kuacha zile hisia ambazo umekuwa ukizizoea. Kwa hiyo ukianza kukua kiroho, kwa sababu full moon in Aquarius inakuja kutuangaza tuamke, kuwe na mabadiliko. Kwa hivyo unaweza kuanza kuhoji, uhusiano wangu wa zamani alikuwaje? Ndoto ambazo niko nazo ni gani? Utambulisho wangu ni upi? Zamani watu walikuwa wakinitambua kama nani? Hata utaanza kujihoji, mimi huwa najitazama namna gani? Najiona vipi? Kwa hiyo ndani ya mwezi mpevu utaanza kuleta ule mwanga. Utaanza kuonyesha sehemu ambazo wewe umekuwa ukizishikilia, si kwa sababu eti zinakufaa, ni kwa sababu pengine zilikuwa zinakupatia hisia ya usalama lakini hazikufai. Sasa ni wakati wa kipindi cha kuachilia, ili uweze kuenda na kitu ambacho kinakulingania na wewe mwenyewe, kitu ambacho kinalingana na mtu anayetaka kuwa. Kwa hivyo wakati huo huo tukiwa na full moon kwa Aquarius, tutakuwa na jua, sun na Jupiter katika nyota ya Leo au katika nyota ya Simba. Na hivi viwili vinapokuwa ni kumaanisha kuwa vinakuita uweze kuota ndoto kubwa zaidi, uanze kujiamini na kuweza kufungua milango mipya ya uwezekano. Lakini pia katika haya yote inakukumbusha kuwa katika hii safari unafaa kubaki na busara, kwa sababu si kila fursa ni yako na si kila mlango ambao utafunguka unapaswa kuingia. Unafaa kujua unafaa ufuate kipi haswa, kwa sababu wakati mwingine katika ukuaji wa kiroho hauhusiani na kuongeza vitu katika maisha, kwa sababu wengine wanapokuwa kiroho wanaona lazima nichukue hiki nichukue hiki. Hapana, wakati mwingine lazima utumie hekima au busara uweze kutambua kitu ambacho kinalingana na wewe. Je, hiki kinalingana na mimi? Je, hiki kimekusudiwa na roho yangu? Na kile ambacho hakilingani na wewe, basi unakiachilia kwa upendo, bila kuhukumu wala bila kusikia vibaya vyovyote. Kwa hivyo hiki ni kipindi kizuri sana full moon itakapokuwa katika Aquarius pale tarehe 29, cha kuweza kujisherekea wewe mwenyewe. Usherekee ule umbali uliotoka. Lakini kusherekea huku pia kuja kwa heshima. Uheshimu na kusherekea yale tayari ambayo ushaacha nyuma, kwa sababu kila mwisho huandaa nafasi ya mwanzo mpya, na kila unachokiachilia kinakusongeza karibu zaidi na mtu ama kitu ambacho umekusudiwa kuwa nacho. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kuachilia ili vitu bora zaidi vije katika maisha yetu. Lakini tutaangalia pia nyota zitaathirika vipi, na leo hatutaangalia tu sun sign, tutaangalia rising sign. Kwa watu ambao wako na Aries rising ama nyota ya punda, ni watu ambao mwezi huu unaweza kukuweka kwenye mwanga kwa njia ambao hutaitarajia kabisa, kwa sababu kuna mradi ambao umekuwa ukifanya, mradi utaanza kuzaa matunda. Pia ile kazi yako itaanza kutambuliwa na utaona kwa wazi kuwa kipindi fulani kilikuwa hivi na hiki kipindi kinachokuja kitaniletea matokeo fulani. Na pia ukumbuke kuwa si kila mtu atafurahia mafanikio yako. Wengine wanaweza kushangazwa uliwezaje, wengine wanaweza asifurahia ile mabadiliko, wengine hata wanaweza kuhoji maamuzi yako. Hiyo ni ushahidi kwamba wewe umeanza kukua, wewe hauko ulivyo. Ukiona tu anaanza kuhoji vitu, jua wewe hauko vile ulivyo, umeanza kukua. Na ndio wakati mzuri wa kuchagua fursa ambazo zinalingana na wewe, ili baadaye ziweze kukuletea nafasi bora zaidi. Kwa watu wenye Taurus rising, kazi yako inaweza kufikia hatua muhimu kupitia kupandishwa cheo, kazi mpya au jukumu lililo kubwa zaidi. Wakati huo huo, maisha yako ya nyumbani yanaweza kuhitaji umakini wako. Huu mwezi mpevu unapokuja unakukumbusha wewe mtu mwenye Taurus rising kuwa mafanikio ya kweli ni kwa
kuwa na amani haswa nyumbani, na ndani ya nyumba unapokuwa na amani, hata mafanikio ya nje yanaweza kuwa rahisi zaidi. Kwenye watu wenye Gemini rising, kwenye full moon hii ya ambayo itakuwa kwenye nyota ya Aquarius, inaonyesha kunaweza kuwa na mazungumzo, kunaweza kuwa na mikataba, kunaweza kuwa na nafasi mpya ambayo hii itakuletea kukubadilisha wewe mtazamo wako wa maisha. Unaweza anza pia kuanza masomo mapya, kusafiri au kuanzisha mpango ambao umekuwa ukiuhairisha mara kwa mara. Kwa hivyo chagua kwa makini, kwa sababu si kila ofa nzuri imekusudiwa kwako, na ndio maana tulianza tukasema ujue roho yako inataka nini. Vitu vingine viache viende kama roho yako haikukusudiwa kuwa navyo. Katika Cancer rising, mwezi mpevu, kuna swala la fedha linaweza kusonga mbele. Unaweza kulipa deni, unaweza kupokea msaada, unaweza kukamilisha nyaraka au hata kufanya uwekezaji muhimu. Lakini pia ni wakati wa kuachilia hitaji la kudhibiti kila kitu. Kwa sababu watu wa Cancer wanataka kudhibiti kila kitu, kila mtu. Hapana, ni wakati wa kuachilia na pia uamini ili safari yako inavyoendelea. Leo rising au nyota ya Simba, mahusiano yao yatakuwa ni jambo kuu katika kipindi hiki cha full moon, kwa sababu uhusiano unaweza kuimarika, unaweza jitolea zaidi, na unaweza kugundua kuwa umevuka hatua kubwa kwa baadhi ya watu, na endelea kung'aa. Lakini unapoendelea kung'aa, pia toa nafasi ya kusikiliza wengine, kwa sababu mahusiano bora hujengwa kwa ukuaji wa pamoja. Kwa hiyo using'ae tu ukajisahau, hapana, sikiza watu wanakuambia nini, kwa sababu unapowasikiza ndio kung'aa kwako kutakuwa kunazidi. Usijifanyie vitu peke yako. Virgo rising au mashuke, maisha kwa kila siku yanahitaji mwanzo mpya. Unaweza kubadilisha kazi, kuboresha afya na hata kuacha tabia zinazokumaliza nguvu. Kwa hivyo mafanikio yako yatatokana na kurahisisha maisha yako na kulinda muda pamoja na nguvu zako. Kwenye Libra rising, naona kuwa kuna mradi wa ubunifu ambao umekuwa ukifanya utaanza kung'aa. Pia mapenzi yanaweza kuingia hatua mpya, au unaweza kupokea habari za furaha kuhusu familia, hizi zitakufikia. Kitu ambacho nafaa kufanya, usijisahau kwa kujaribu kuwafurahisha watu wote, kwa sababu kadri unavyoheshimu furaha yako ndivyo watu sahihi watakavyoanza kuvutiwa na wewe. Tukiangalia katika Scorpio rising, naona mabadiliko makubwa yanaweza kutokea nyumbani. Unaweza kuhama, unaweza kukarabati nyumba, unaweza kununua mali, unaweza kuponya migogoro ya kifamilia ambayo inatokea mara kwa mara. Na kumbuka kuwa mafanikio si kazi pekee, kwa sababu nyumba yenye amani ni sehemu ya mafanikio yako. Tukiangalia Sagittarius, kuna habari muhimu ambazo zitaenda kubadilisha mipango yako, pengine katika safari, mkataba, ama kuna maamuzi unataka kuyafanya ambao ukiyafanya ama ukiyatilia maanani yataanza kutimia kwa next level ama level kubwa zaidi. Kwa hivyo usifanye maamuzi kwa haraka kutokana eti una msisimko wa kufanya. Chukua muda wako kufikiria kabla ya kujibu. Tukiangalia Capricorn rising, tunaona kuwa kuna fedha na thamani yako binafsi vinaenda kupata uzito mkubwa. Unaweza kujadiliana na mtu kuhusu mshahara wako, unaweza kubadilisha njia yako ya kipato, unaweza kufanya ununuzi muhimu sana. Lakini kitu muhimu ni kuwa chagua uthabiti na thamani ya muda mrefu. Usiende kwa msisimko, kwa sababu msisimko wa muda mfupi mwisho wa siku hautakusaidia kitu. Kwenye Aquarius rising, mwezi mpevu huu utakumulika, kwa sababu kumbuka mwezi mpevu utakuwa katika nyota ya Aquarius. Mwezi mpevu huu utakumulika moja kwa moja katika maisha yako, na utafanya hivi kuwa kipindi muhimu cha mabadiliko. Unaweza kubadilisha muonekano wako, unaweza kuweka vipaumbele vyako vyote, ukafanya maamuzi ambayo watu wengi watashangaa, haswa wale watu waliokuzoea. Na mahusiano yako yanaweza kukufundisha jinsi ya kupata usawa katika
kujiheshimu na kuwapatia nafasi watu wengine. Kwa hivyo huhitaji kujitoa ili kumpendezesha mtu mwingine, hapana. Wala huhitaji kupuuza mahitaji yako muhimu ili ati watu wengine wajithamini, hapana. Kwa hivyo kipindi hiki ambacho full moon iko katika nyota yako ni kipindi ambacho kinakualika wewe uweze kujenga mahusiano ambayo yatawapatia watu wote nafasi ya kukua, badala ya ati mmoja lazimike kujipunguza ili mwingine azidi, hapana. Ni wakati wa kujithamini na kujiweka wewe mwenyewe mbele kwanza. Haya, kwenye nyota ya Pisces, Pisces rising, kuna jambo litafikia mwisho wake. Hili jambo litafikia mwisho tu kimya kimya, na ndani ya moyo wako wewe tayari unajibu hili jambo ni lipi. Kwa hivyo unaweza kuacha kazi inayokuchokesha, unaweza kuachana na tabia za zamani, au hatimaye hata kupata amani kuhusu jambo ambalo wewe umekuwa ukilibeba muda mrefu. Pia naona kuna fursa na majukumu mapya yataanza kujitokeza. Huu mwezi mpevu unakuja kukukumbusha wewe mtu mwenye Pisces rising kuwa usikimbilie kuanza ukurasa mpya kabla hujafunga kikamilifu ule wa zamani, kwa sababu wakati mwingine hatua kubwa zaidi ya ukuaji si kushikilia bali ni kuachilia. Kwa hivyo jipatie ruhusa ya kuagana na yale yaliyopita ili uweze kuingia kwa utulivu katika mwanzo mpya unaokusubiri. Kumbuka readings, horoscope reading na mafundisho ya kiroho zaidi yanapatikana kwa channel yetu ya Dr. Mwaka Global. Usisahau kusubscribe, like, comment and share.